إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نبعد يكم سليا نكم سليم متمويت عليه الصلاة والسلام. نجambo lisilokuwa na shaka ya kuwa Uislamu ni dini kamili. Uislamu hakuna jambo ambalo anahitajia mwanadamu kwa ujumla na Muislamu bil khusus isipokuwa dini yetu ya Uislamu. Jambo hilo umemwekea wazi mwanadamu huyo au Muislamu huyo, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Kila kitu Allah anasema tumekifafanua. Qur'ani imefafanua kila kitu. Mtume wetu alayhi salatu wassalam amefafanua kila kitu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ameondoka katika ardhi, ameelezea kila jambo na hakuna alichokiacha, bali Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ameitaja ilmu ya ndege anayeruka juu ya anga kwa mbawa zake mbili. Mtume alayhi salatu wassalam dhakara minhu ilma, na Mtume ameitaja elimu inayohusu ndege mnyama anayeruka angani. Ayuha nasu ibadallah, katika wakati tunaoishi kila mmoja anaona mabadiliko katika upande wa maisha na vipato. Kupanda kwa bei za bidhaa na ukali wa maisha ni jambo kila mmoja analishuhudia. Hivi mnadhania Uislamu haukuzungumza masala haya? Uislamu umeyataja masala haya. Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujumla ameyataja mambo haya: ukali wa maisha, adhabu mbalimbali, maradhi, mitihani mbalimbali, fasadi mbalimbali, uharibifu katika bahari na bahari. Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja katika Qur'an.
ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابكم من مصيبة، Allah subhanahu wa ta'ala anasema yale yote yanayokupateni katika misiba, mitihani mbalimbali, mazito mbalimbali, mabadiliko hasi mbalimbali, ni kwa sababu ya machumo ya mikono yenu. Fabima kasabat aydikum, ni kwa sababu ya yale yaliyotenda mikono yenu. Wa ya'fu an kathir, na Allah anasamehe na kupuuzia mengi. Lau kama ingeli chukulia akawaadhibu na kuwatahini kwa yale mnayotenda, basi ingeli wapa machungu zaidi ya hayo. Wa ya'fu an kathir. ويقول سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. imedhihiri fasadi, maharibifu mbalimbali, uharibifu baharini na nchi kavu, kama ni Hormuz huko kwenye mifereji hiyo inopitisha mafuta, kama ni baharini kwa ujumla, samaki wamekuwa tabu kwa sisi watu wa pwani tufahamu hilo. Kama ni nchi kavu, haribifu mbalimbali, basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema sababu yake ni machumo ya watu, ni kwa yale walioyatenda watu, sababu yake ni madhambi wanayoyatenda watu. Liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu, ili Allah awaonjeshe wao, awape adhabu itokanayo na baadhi ya yale waliokuwa wakiyatenda, sio yote. Liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu, baadhi, sio yote, kwa maana watu wanatenda mengi machafu, lakini Allah anawaonja na kuwaadhibu kwa baadhi ya yale wanaoyatenda. Lengo nini? La'allahum yarji'un, ili wapate kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili wapate kurudi kwa Allah, kwa maana utatuzi ni kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mnafahamu bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja wazi katika hadithi ya Abdullah ibn Umar, khamsun idha ibtulitum bihin wa a'udhu billahi an tudrikuhun, mambo matano mkijaribiwa. Ya ma'shara almuhajirin, bwana Mtume alizungumza na muhajirin, mambo matano mkijaribiwa na muomba Allah msije mkayadiriki. Katika hayo bwana Mtume la mwanzo alitaja kudhihiri fahisha, chafu, na watu wakafikia kuutangaza, watasibiwa na maradhi mbalimbali hayajapatapo kutokea. Watu wakirudisha historia hawayaoni maradhi haya. Uchafu umedhihiri na maradhi yamedhihiri. Walam yanqusu almikyala walmizan. Jambo la pili, mahallu shahid, na watu hawatopunja mizani, vipimo mbalimbali. Walmikyal, mizani kwa masonara, mizani kwa wafanyabiashara, mizani kwa mainjinia. Kuna kipimo umekubaliana na mteja wako, lakini ukapunja, ulilipwa ujenge kwa kiwango hiki au kiasi hichi, ukapunja ukapunguza. Walmizan walmikyal, na ujazo mbalimbali wa magunia, wa makopo, pishi, vibaba. Watu wakifikia kufanya hivyo, Allah atawaadhibu kwa mambo matatu. Mambo matatu Allah atawaadhibu watu wakipunja mizani walmikyal. Kuna mambo matatu Allah subhanahu wa ta'ala atawasibu nayo. Katika hayo ni shiddatul mu'na, watapatwa na ukali wa gharama za maisha.
mtume alitaja ukhidhu bisinin illa ukhidhu bisinin, ukame watapatwa na ukame. Ukame aweza kuwa baharini au nchi kavu. Wa shiddatil mu'na, na ukali wa gharama za maisha. 10,000 haitoshi, kuna watu 20,000 haitoshi, basi 30,000 haitoshi. Pesa ambayo ilikuwa miaka 10 yatosha, miaka 20 pesa ambayo ulikuwa wajenga nyumba leo hununui hata kitanda. Miaka 40 nyuma 10,000 ni hela ambayo mtu aweza fanya jambo kubwa, leo haitoshi hata chai. Kwa maana ukitaka kunywa chai ustarehe, ukiingia tu mgahawani, supu ya samaki ni 7,000, kiagiza na vitu vyake imeisha, maana yake ni chai tu. Shiddatil mu'na wa jawri sultan alayhi. Jambo la tatu, jeuri ya utawala au ya mtawala. Allah atawaadhibu kwa kuwapa watawala jeuri, watawala wenye dhulma alayhi, wa jawru sultanin alayhi, wa jawru sultanin alayhi. Dhidi yao kutakuwa na dhulma ya mtawala na jeuri ya mtawala kwao, kwa sababu nyinyi mmepunja mizan wal mikyal. Tafsiri yake ni ghish wal khiyana wal ghadar. Mkiwa mna sifa ya khiana, wafanya biashara mna khiana, mna ghish, ziko wazi, mnaziona nyinyi na mnashuhudia. Hapa jirani pana vijana watasikia hii speaker leo, inawezekana leo ukachukiwa msikiti huu, wananunua nguo, wanazitia mafuta ya kula hapa, wanakamua kwenye nyumba hii. Lengo nini? Yale majinzi wanayochukua na kunatia mafuta ya kula, nini lengo lake? Kama imepauka ionekane iko green nzuri inavutia. Ghish ya wazi kabisa, naona ndio maisha yao, ndio maana wanahangaika, hawabarikiwi. Ghish mpaka kwenye mkaa, kopo la mkaa, mama uza mkaa analigonga gonga pembeni, kopo limebonyea ili mkaa usiingie mwingi. Ghish. Watu wa masheli wana ghish, wauza nyama wana ghish, kila mmoja ana ghish. Mkiwa ni watu wa khiana na ghish, basi nyinyi Allah atawaadhibu. Mtaadhibiwa kwa ukame, mtaadhibiwa kwa ukali, na gharama za maisha zitapanda. Lakini pia mtapata watawala wasiokuwa na huruma, wenye dhulma. Haya ni maneno ya mtume wetu alayhi salatu wassalam. Watu wengi wanakimbilia asbabu dhahira alkauniyya alqadariyya, bwana vita, bwana kadha, bwana hivi, mafuta na mengineo. Asbabu alqadariyya alkauniyya ndio ambazo sisi tunaziona, lakini haya Allah tabarak wa taala ni adhabu iliyotokana na asbabu almaanawiyya ambazo sisi tunazitenda. Hakuna baraka. يقول سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو watu qura ni jamu ya qarya, watu wa vijijini huko, watu wa mijini wangeliamini na kumcha Allah, tungewafungulia baraka, baraka inayotoka mbinguni na ardhini. Na baraka ni ziada, ni annama, ni ziada katika khairi. Allah ingeliteremsha baraka, ingeliteremsha baraka kutoka mbinguni na ingetoa baraka Allah kutoka ardhini. Sababu albarakatu min Allah, baraka yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tabwana Mtume sallam kuna siku aliyaombea maji, watu walikuwa na kiu, hakuna maji ya kunywa. Tunakatafuteni tu chombo kimoja na maji kidogo. Alipokuja akayaombea maji, yakawa yanatoka katika mkono wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akaambia kunyweni, wal barakatu min Allah, na baraka yatoka kwa Allah.
alikuwa anaondoa dhana fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye amebarikiwa, lakini yeye bwana mtume hatoi baraka. Hii mada itakuwa ni mada yetu ya kesho katika mhadhara, ambao watu wa bid'a wamewazuzua watu wengi sana. Albarakatu min Allah, baraka yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na sababu ya baraka ni al-iman wa taqwa. Baraka imeondoka, ninyi mnaona hakuna baraka baharini, hakuna baraka ardhini, hakuna baraka katika maisha yetu, kwenye ndoa zetu, familia zetu, maisha yetu hayana baraka kwa sababu ya kutokumcha Allah, kwa sababu ya kutokuwa na imani. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala al-bashir an-nadhir was-siraj al-munir نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، sababu ya ugumu wa maisha, sababu ya kupanda gharama za maisha kama tunavyoshuhudia ni at-tamadi fi dhunub, ni watu kuendelea, ni watu kujimwaga, ni watu kujiachia katika madhambi. Aya ziko wazi, lakini bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ana maneno katika sahih. Mtume anasema ma dhahara ar-riba waz-zina fi qaumin qat, haijadhihiri riba na zina kwa watu wowote illa ahallu bi anfusihim iqab Allah azza wa jalla, isipokuwa watu hao watajihalalishia wenyewe adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Riba na zina, alafu nyie tazameni, riba imedhihiri haijadhihiri? Riba imedhihiri, imekuwa wazi, na watu wengi, wafanya biashara wengi wanastaamal miamala ya riba, wafanya biashara wengi kabisa. Kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna at-tujara yub'ath yawm al-qiyamah fujara illa man ittaqa wa barra wa sadaqa. Tumenasema wafanya biashara watafufuliwa yawm al-qiyamah ni fujar wa au. Inna at-tujara wote, alif wal lam lil istighraq, hakika wafanya biashara watafufuliwa yawm al-qiyamah fujara, illa wana mtume ndo akavua illa man ittaqa, atakemcha Allah. Fanya biashara atakemcha Allah, illa man ittaqa wa barra wa sadaqa, kafanya wema katika biashara yake, akawa mkweli, akamcha Allah, huyo hatafufuliwa na sifa hii. Ndugu zanguni, tuna haja ya kuyatathmini maisha yetu. Tumekuwa waovu, tumekuwa wabaya, tumekuwa madhalim, tunazitumia fursa mbalimbali. Yani mtu ana bidhaa kabla ya kupanda mafuta, lakini kwa sababu mafuta yamepanda kapandisha na bidhaa. Fanya biashara huyo, namuuliza hivi vitu si ulikuwa navyo stock wewe kabla ya kupanda bei ya mafuta, mbona nawe umepandisha? Ndio wafanya biashara wengi wanatumia tu nafasi, kwa sababu wanajua anayekula ndio mtu wa mwisho ataumia yeye, atajua mwenyewe. Yeye kashapiga hesabu yake, kashapiga vati yake, kashapiga kama kodi ya TRA, pango lake, vijana wake wanaofanya kazi, na faida yake ipo, maisha yake anakodeka, zake ni kuongeza tu, atajua wenyewe. Illa man ittaqa wa barra wa sadaqa. Ayuha an-nas, mtume wetu alayhi salatu wassalam ametaja riba na zina. Nilikuwa nawazungumza wafanya biashara, kwa sababu wengi wanaingia katika riba, ila wachache sana. Na kumefikia kuna watu wanakuja na sura ya dini, lakini wanafanya
miamala ya riba. Kuna baadhi ya benki zinajipa sura hiyo ya dini, na kwamba wanafanya muamala ya kibiashara ya Kiislamu. Unaambiwa bwana, sisi hatukopeshi kwa riba, lakini unakwenda una shida ya pikipiki, wanakwenda kukununulia, alafu wao wanakuuzia. Inauzwa pale, unapatana wewe, mfano inauzwa 2,2,500,000, watalipa wao, lakini wamekununulia, alafu wanakuuzia 3,000,000. Unapomnunulia mtu, tafsiri yake, maana yake, hakika yake, umemkopesha, kwa watakiwa kurudishia ile 2,2,500,000, alafu hapo hapo unamuuzia, alafu anauza benki kitu ambacho hajamiliki. Dhambi ya pili, la tabi'i ma la tamlik. Tumenasema usiuze kitu ambacho hujamiliki. Benki lazima imiliki, ipossess, ijulikane hii ni mali ya benki fulani, alafu ndio iuze. Baada ya kumiliki, lazima kupatikane hauza ya mali, alqabd, uihamishe mali kutoka sehemu pikipiki ilipo iende katika benki, iambiwe benki sasa inauza. Otherwise huu ni muamala ndani yake una riba na una mukhalafa wa kuuza kitu ambacho hujamiliki. Najua watu wa benki wanapata tabu, lakini sasa tunafungua hiwari ya mazungumzo. Kama uko tayari, sikiliza hutuba, ukijibu na sisi tutakujibu. Lakini hii ni riba. Muuze vile ambavyo mmemiliki nyinyi benki, alafu ndio muuze. Fanya biashara ni watu wa ovu, watafufuliwa malkiyama wa ovu, ila ambao watamcha Allah na wakawa wa kweli na wakafanya wema katika miamala yao. Mtume anasema ikidhihiri riba na zina, riba imeshadhihiri, kwa tunazungumza upande wa riba, zina imedhihiri, haina kificho, Allah atawaadhibu watu hawa, watajihalalishia wenyewe adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nas, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja masala haya katika hadithi nyingi na aya ziko nyingi. Utatuzi wa masala haya ni kurudi kwa Allah. Allah atawaadhibu watu endapo wataendelea katika madhambi, lakini wakirudi kwa Allah, Allah atawaneemesha. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Al-ayat. Qultu astaghfiru rabbakum, nikasema istaghfiru rabbakum, muombeni msamaha Mola wenu. Allah ni Ghaffar, ni mwenye kusamehe. Yursilu as-samaa alaykum midrara, atawaleteeni mvua. Mvua ni sababu ya neema mbalimbali, na wakati mwingine mvua inakuja kwa hadithi tutangulia kuitaja ya Abdullah ibn Umar, kwa sababu ya bahaim, walaula albahaimu, na kama si wanyama lam yumtiru, wasingelipewa mvua. Hizi mvua yawezekana ni kwa sababu ya wanyama au watu wasiokuwa na madhambi, lakini kuna watu wana madhambi ambayo haistahiki kwa madhambi hayo kuletewa mvua, lakini inawezekana wanyama au kuna huruma ya Allah kwa viumbe wengine. Yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin, na Allah atakupeni, atakuzidishieni mali kwa kufanya istighfar, kwa kurudi kwa Allah na kumuomba msamaha Allah. Hii ni sababu ya watu kuzidishiwa mali. Wewe shughulika na istighfar, ombe Allah msamaha, utafunguliwa wewe. Wabanin, Allah atawapa watoto, Allah atawajalia bustani mbalimbali, mito mbalimbali, Allah atafungua neema kwa kufanya istighfar. يقول عليه الصلاة والسلام من أكثر من الاستغفار, yoyote atakayekithirisha kumuomba msamaha Allah, astaghfirullah wa atubu ilayh, na matamko mengine ambayo ya kumuomba Allah msamaha. Kuna sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, yanafahamika. Kama hujui uliza. Matamko yako mengi ya kumuomba Allah msamaha. Atakayekithirisha istighfar, Mtume anasema ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhayqin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Yoyote atakithirisha kumwomba msamaha Allah, Allah atamjalia mtu huyo
huu ni msongo. Tuna misongo sisi mbalimbali, stress za kimaisha tuko nazo majumbani kadha hivi. Kuta mtu ana wake wawili lakini analala msikitini baada ya dhuhuri na huku kaeka mikono nyuma ya kichwa, kichogoni hapo. Wajua jamaa kafikwa. Inawezekana mke mkubwa kashamwambia niache na mke mdogo kashamwambia niache. Kafikwa huyu. Au nyumba kiwanja alimwandikishia mke akagombana naye kazuia mali. Kashafikwa huyu ana hamu. Aweza changanyikiwa huyu. Dawa yake huyu ni kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Msitoe stress kwa njia za kizungu bwana. Wazungu akiwa na stress atakaelewe. Atakavunje chombo, aweza kaja akavunja glasi, chupa, ana msongo. Au walala tu swala za kupita, walala tu bwana, nilikuwa na mawazo bora nijifungie ndani. Hujui dini wewe. Kithirisha istighfar, Allah kila hamu uliokuwa nayo ataleta faraja. Wa min kulli dhaiqin makhraja, na kila dhiki Allah atakuletea makhraj. Sema tu astaghfirullah wa atubu. Zidisha, fanya istighfar kwa wingi. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. maneno aliyosema Nuhu wakati huo Allah yananukuu na mtume wetu leo anatufundisha. Lakini la tatu, Allah atamruzuku kwa namna ambayo hawezi dhania kwa kusema istighfar. Maneno ya mtume wetu alayhi salatu wasalam. Sasa waweza kubana wajua watawala wakiwa katika hali hiyo, sababu yake ni nini? Ishatajwa na mtume wako. Sasa watawala wataendelea kuwa na ujeuri hivyo kwa sababu watu wana yale madhambi aliyotaja mtume wako Muhammad alayhi salatu wasalam. Ndio maana walimu wa dini, mashekhe, makhatibu wana nafasi kubwa sana ya kutatua mambo katika mujtamaa. Mwaka 18 Hijria katika utawala wa Umar ibn al-Khattab kulitokea ukame katika mji wa Madina au katika jazira. Ukisoma katika tarehe unaitwa Amur Ramada. Ukame katika ule mji wa Madina mpaka ule mchanga umekuwa mweusi kwa ukame kama vile jivu, ndio inaitwa Amur Ramada. Miezi 9 hali hiyo ilidumu miezi 9. Mtawala ni Umar, mtawala muadilifu, sahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Akimaliza swala ya Isha kazi yake ni kukaa ndani na kufanya istighfar mpaka alfajiri, muomba Allah msamaha. Na ana maneno alikuwa akisema wakati hautoshi, lakini alikuwa anamwambia Allah usiuangamize huu umma kupitia mimi. Akawaambia watu kithirisheni istighfar. Akaandika barua kwa Muawiya Sham, kwa Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As, akaandika barua huko, mlichokuwa nacho katika Baitul Mali huko leteni mali. Sababu maana ya kuondoa tatizo hili ni kurudi kwa Allah, na sababu ya kimaumbile ni mtawala mwema mwenye huruma na raia. Kuna siku Umar anahutubia, tumbo linanguruma kwa njaa. Watu wakasikia ule mgurumo. Mnajua mtu akiwa na njaa mgurumo. Umar akaambia tumbo nguruma, lakini hutokula chochote zaidi ya vile wanavyokula watu leo. Yeye ni mtawala, anasema hutokula mafuta, hutokula chochote zaidi ya kile wanachokula raia wangu mpaka hii hali hii. Someni tarehe. Muawiya akaleta majahazi ya kadha, kule majahazi yakaletwa hivi ya vyakula. Miezi 9 Allah akaondoa hali hii. Tuna mifano sisi waislamu kutazama. Ndugu zanguni, sababu maanawi ni kurudi kwa Allah. Allah atatuondolea hali tunayoiona, na Allah ndio muwezo wa kila kitu. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allah ndio mwenye kuruzuku bwana. Allah anaruzuku. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Takimcha Allah atampa makhraj. Tunaona tunamna unapotoka unapopenya mambo yamekuwa mazuri, na utapewa riziki na Allah kwa namna ambayo hudhani, kwa kumcha Allah subhanahu. Wewe nafsi yako mcha Allah, hali imeharibika, wewe rudi kwa Allah. Ewe Muislamu, rudi kwa Allah, muombe Allah atatanzua hizi hali, Allah ataondoa hii hali. Ibadallah, Mtume sallam ametufundisha jambo ambalo watu wengi hawalitazama. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Anayependezwa akunjuliwe katika riziki yake na aongezewe na abarikiwe umri wake na maisha yake. Embwa aunge ndugu zake, jali ndugu zako.
Hii ni sababu maanawi, sio kufanya kazi tu sana. Sababu maanawi, waweza fanya kazi sana na hubarikiwa, hangaika tu alfajiri mpaka jioni, lakini hakuna baraka. Hakuna baraka. Hakuna mtu anafanya kazi ndogo, uza karanga, uza kadha, lakini ana baraka, amebarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Unga ndugu zako, tujadili ndugu zetu, tujadili jamaa zetu, kuhuisha udugu. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Yoyote atakayemuondolea ndugu yake matatizo ya dunia, huyu ana shida, ukamsaidia, Allah atakuondolea matatizo. Mpaka hadithi mwisho, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah atamsaidia mja muda ambapo mja atasaidia ndugu yake. Tuweni na roho nzuri. Kusaidiana ni sababu ya kufunguliwa katika riziki, ni sababu ya baraka. Hizi ni sababu maanawi. Usishughulike na watu mabungeni, matapeli wengi hawa, ni maneno tu, hakuna kitu. Allah ametuondolea baraka. Allah aweza kutuletea watawala bora watakaothamini maisha yetu, watakaochukua mali zikarudi kwa raia, kwa sisi kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sihangaike sana na taarifa za habari, utajisumbua. Leo bungeni kadha, utajisumbua. Muislamu, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah amekufundisha kuchuma, hangaika, tafuta kipato. Lakini Allah amekufundisha husnu tadbir, tumia mali zako vizuri, usifanye israfu. Kuna watu wanafanya israfu. Harusi gharama milioni 30. Umefanya harusi tu nyinyi? Harusi tu unafanya hivyo? Au mtu anapumzika anataka kwenda zake Amerika, Muislamu tena salafi, enda Amerika, enda tumia hela tu. Huko kuna ndugu zake, bali kuna walimu mashehe masalafi wana shida, hawana kula, yeye yuko Amerika, kenda taalii, kenda tembea. Hii ni israfu katika kutumia mali. Au wewe mtu mmoja una gari 5 za kutembelea nini? Acha ushamba na ulimbukeni. Gari 5 zote za nini? Wewe unaweza kusema kwa sababu hana huyu, kwa sababu ndio alivyo watu wenyewe. Hana shehe hana, akipata naye pia ulimbukeni. Gari 5 mtu mmoja za nini? Kaso ulimbukeni. Mtu akisawasawa mwenye imani, gari zote zikae showroom kwako, alafu watu wana shida na matatizo, mjitama unahangaika. Umar alimwambia Muawiya, msije mkala vizuri, raia wanapata shida, unaridhika Muawiya? Wewe ule vizuri, huku waislamu wanapata shida, unaridhika ya Muawiya? Muawiya akasema hapana, lete mali, leteni mlichokuwa nacho. Haya ndio maisha ya Muislamu. Wakati wa shida watakutazame hali za watu, saidia watu, ni sababu ya kufungukiwa na ni sababu ya kuwasaidia watu wengine nao wakafungukiwa. Ibadallah, tuacheni israfu. Tuweni wa kweli katika haya maisha. Tuweni wa kweli katika miamala baina yetu, wafanya biashara. Msichukulie nafasi na fursa kwamba sasa fursa unazidisha tu bei za vitu kwa sababu ya mafuta, wala haja kuathiri, inawezekana kwa njia moja au nyingine, au kama ni athari ndogo, tumia fursa. Muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, ndugu zanguni, hakika ya kuzungumza ni mengi, lakini jumla turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote tunayoyaona sababu yake ni machumo ya mikono yetu, na sisi tukirudi kwa Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala, tukishukuru neema za Mola wetu subhanahu wa ta'ala, Allah atatuzidishia. Katika sababu ya kuondoa neema ni kufuru neema. Nini bwana, mtu maisha magumu, mambo magumu, akaanza kusema tu mambo magumu. Umefungukiwa sababu magumu wewe? Kuna mtu akitazama maisha yake labda itokee janga, lakini aweza kula miaka 100 bado akwambia mambo magumu. Hii ni kufuru neema. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله amepiga mfano wa watu waliopewa neema, kijiji kina neema, riziki zinakuja kila upande, kikakufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akawaonjesha adhabu ya njaa na hofu kwa yale waliyotenda. Usikufuru neema ya Allah, sema alhamdulillah. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Wala wenu ametangaza mkimshukuru atakuzidishieni. Acheni kulialia mambo magumu sana, kila kitu unakufuru neema. Wewe una riziki ya asubuhi mpaka jioni, wakati mtume anasema atakayepewa riziki ya kutwa nzima akawa ana afya na akawa ana amani, huyo ni kama vile amekusanyiwa dunia yote. Haya ni maneno ya bwana mtume, tushasema. Wewe riziki ya leo unayo, mambo
mazuri, una afya, bado unasema tu. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.